mema kwenye maisha yao, si kwa sababu wametenda dhambi, ni kwa sababu tu wana kiwango kidogo cha kumsikia na kuelewa sauti ya Mungu ndani. Nilifundisha nikasema, mara nyingi faida mojawapo ya kusikia mara kwa mara ile sauti ya mahimizo ya Mungu, faida mojawapo utaweza kuokolewa au kushinda au kuwa salama kutokana na vile vita visivyoonekana vilivyoko juu ya maisha yako. Leo Mungu ametupa kitu cha kipekee cha kutafakari katika Injili ya Yohana ile sura ya 10 mstari wa 27 inasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Anayesema haya ni Yesu mwenyewe. Anazungumza akisema, kondoo walio wa kwangu mimi wana masikio halisi ya ndani wa kusikia sauti yangu, wana ufahamu wa kuelewa majira ninayotaka kusema nao, wana maarifa na ujuzi wa kupokea sauti ya Mungu, hata kama wametingwa na dunia kwa kiwango gani. Dunia ya leo watu wamekuwa na shughuli za kutosha, wamekuwa bize wa kutosha. Wachungaji hawako tayari kusikia sauti ya Mungu, wainjilisti hawajawa tayari kusikia sauti ya Mungu. Tumekuwa Wakristo wa kuabudu kimazoea, ni sawa. Tunaabudu kwa sababu ni desturi, ni sawa. Tunaabudu kwa sababu ni kanuni tuliyowekewa, ni sawa. Lakini kama unafikiri Biblia imekosea, kasome vizuri katika yale maelekezo ambayo Mungu anawapa wale aliowacha. Tulisoma vizuri katika ile kitabu cha Hesabu ile sura ya 12 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, akiwemo nabii miongoni mwenu, mimi Bwana nitasema naye kwa njia ya maono, kwamba kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye taifa, kwenye jamii, inawezekana kila mahali huwa Mungu anawekeza mtu ambaye anaisikia sauti ya Mungu ndani yake, ili kupitia yeye familia ipone, ili kupitia yeye jamii ipone, ili kupitia yeye taifa lipone, ili kupitia yeye kundi liwe salama, kwa sababu Biblia inasema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Wale ambao wanasikia hii sauti ya Mungu ndani yao, ikiwahimiza kuandaa kinyakati kwa majira na msimu, maana yake ndani yao siku zote Mungu anapokuzikisisha sauti kupitia neno lake, kupitia Roho Mtakatifu, kupitia watumishi. Na jana nikawaambia, mara nyingi Mungu ana njia kadhaa ya kusema na watu. Jambo la kwanza, anasema na wewe kabisa kupitia neno lake. Kila unaposoma neno la Mungu kuna kitu kipya unakipata. Jambo la pili, anasema na wewe kupitia Roho Mtakatifu, uvuvio wa. Jambo la tatu, anasema na wewe kupitia watumishi aliowaweka. Jambo la nne, anasema na wewe kutokana na mazingira, kupitia ndoto, kupitia maono, kupitia njozi. Anasema na wewe akikuhimiza kwa jambo fulani. Na ndio maana kuna watu mara nyingi Mungu akisema nao kwa njia ya maono au kwa njia ya ndoto. Ndio maana mara nyingi unaweza ukawa unashangaa, mbona hii ndoto inajirudia mara 2 mara 3? Ni kwa sababu amesema na wewe mara ya kwanza, hujaelewa, hujasikia. Anasema na wewe mara ya pili, anasema na wewe mara ya 3. Anataka usikie. Akiona hutaki kuelewa wala kusikia, unapuuza ile sauti ya Mungu, mara nyingi na nyamaza kimya. Na hapo ndipo network ya watu wengi, hapo ndipo inapopotea. Anasema, mchungaji, nilikuwa naota ndoto sana, siku hizi imekuaje? Kwani haulali tena? Kulala ni kule kule? Au godoro unalolilalia mtumishi limekuaje tena? Au unapata usumbufu nyakati gani? Ni kwa sababu kuna majira fulani Mungu alisema na wewe kukuandaa kinyakati, anahimiza ndani yako. Inawezekana, na mara nyingi anaona ukiota ndoto hutaki kuelewa, anawaleta watumishi, anasema nao. Na ngoja nikupe siri moja kwa watumishi. Nilifundisha hata hiki kitu kwenye semina. Nilisema hivi, mara nyingi hata hawa wachungaji ambao tuko nao, mara nyingi tunaweza tusipokee kile cha kitu cha kiungu kilichoko ndani yao kwa sababu ya roho ya mazoea. Nisikilize vizuri, kila mtumishi wa Mungu ana ubinadamu, alafu ana kitu kinaitwa nguvu ya uungu ndani, ule uweza wa uungu ndani yake. Lakini ana ule ubinadamu ambao Yesu alisema, roho iradi lakini mwili ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa cheki sasa, mara nyingi kwa nini tunaona watumishi ni kama hawana kitu kipya? Ni kwa sababu sisi hatutaki kuona kitu kipya ndani yao. Kwa sababu ndio maana ukimkuta sana mtu ambaye amekuwa karibu sana na mtumishi, na mara nyingi Mungu anasema na wale watu kutufikishia taarifa, kwa sababu hata yeye Mungu mwenyewe anajua hawa hawaelewi hawa. Sasa unataka apitie kwa nani?
Unaenda kwa manabii kule, unasema nabii huyu ana nguvu ya Mungu. Sio nguvu ya Mungu, hujajua binadamu wake. Wewe umeangalia uungu. Lakini ukikaa karibu naye ukijua tu binadamu wake, kwa nini wanahamahama kwenye mahema kutafuta akikaa sana karibu na yule mtumishi kwenye hema hili, anajua akijua binadamu anahamia kwa mwingine. Unachotafuta wewe, unachokitafuta kiko kwa yule ambaye anakulea kila siku. Kipo kwa sababu ana nguvu na uwezo wa kiungu ndani yake. Bwana vizuri. Haleluya. Roho ya mazoea, roho ya kujikinai, roho ya kukosa kiu na shauku isisababishe wewe kutokuona kitu kipya kwenye kila ibada ambayo Mungu anakuruhusu wewe. Na ndio maana Wakristo wengi mara nyingi tumesikia sana mashauri ya watu wengi. Tumesikia mashauri sana ya wanadamu. Hivi na ninyi si mnapata ya mashauri kila siku? Unakutana na mashauri ya ndoa mpaka nasema sasa yatosha jamani. Yaani unakutana na mashauri ya ndoa kwenye hizi YouTube jamani, yamejaa. Wengine ndio hamna, wako hoi wao wenyewe pia. Lakini wanatoa ushauri kila kukicha. Kuna mashauri ya ajabu, kuna elimu ya kila namna. Lini utakuwa na shauku ya kumsikia Mungu ndani yako? Lini utasema yatosha kusikia wanadamu, acha nimsikie Mungu? Yesu anasema kondoo wangu mimi nawajua. Yesu anasema, na namna Yesu anavyowajua ni namna mnavyopokea ile sauti yake ndani yao, kwamba wanaijua sauti ya Kristo ndani yao, wanajua sauti ya Mungu ndani yao, kwamba kwa sasa Mungu anasema na mimi kupitia neno hili ni la kwangu, ninalipokea. Lakini kinachosababisha tusisikie ni kiburi, ni kutoweza kuwa tayari kubadilika, ni kutokuwa tayari kutengeneza, ni kutokuwa tayari kupata majira mapya. Tunatamani tuishi maisha ya mwaka jana wakati tuko majira mengine. Nisikilize, wakati huu, hizi nyakati tunazoendea sio nyakati za kuabudu kimazoea, sio nyakati za kuimba kimazoea, sio nyakati za kuomba kimazoea, sio nyakati za utumishi wa kimazoea. Ni nyakati za utumishi wa matokeo. Lazima huduma yako isababishe matokeo ndani yako binafsi. Uwe unamuona Mungu ndani, unamsikia. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kukuza uwezo wa kusikia sauti ya mahimizo ya Mungu inayokuandaa kinyakati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unakuzaje uwezo? Kwa sababu mara nyingi, jana nilisema, kusikia ni jambo lingine na kutii ni jambo lingine. Unakuzaje uwezo ndani yako binafsi? Kwa sababu kati ya vitu ambavyo Yesu analitaka kwa kanisa, kama Yesu anasema kondoo wangu wanaijua sauti yangu, na wao wenyewe pia ndani yao wanapoijua sauti wakanisikia, wao ndani yao wananifuata mimi kila siku. Maana yake ndilo ile kanisa ambalo Yesu analitaka, kanisa ambalo liko tayari kumsikia, kanisa ambalo wako ni wepesi kumsikia Mungu ndani. Ukiendelea kusoma kabla ya hiyo misari katika hiyo sura ya 10, anasema kondoo wengine nilionao sio wazizi hili. Wewe unajimwambafai hapa ndani. Hizi sio mrevi ndio tutaingia mbinguni direct. Unaenda mbingu gani sasa wakati mwenye mbingu hutaki kumsikia? Nikuulize swali. Huwa ukipata matatizo, kitu cha kwanza cha kufanya unafanyaje? Unamwomba Mungu, sisi. Mimi jana niliwaambia. Unajua kuna watu hata malaria waombeaje kwa sababu kuna mseto. Yaani ni mtumishi kumsumbua Mungu kwenye kiti cha enzi. Nende tu hapo kwa babu hapa napata mseto na kuja nyumbani kunywa maji mengi meisha hivi. Ila anapokutana na ile magonjwa hapa akienda kwa daktari na kuangalia anakuambia kwa kweli tumuombe Mungu. Yaani mpaka daktari mwenyewe akikwambia kwa kweli tumuombe Mungu, ndio na wewe unarudi. Unaanza kutoa sadaka ya kujikomboa. Unaenda kwa daktari anakuambia sasa una uric acid, kwa hiyo punguza kula nyama. My friend, kula nyama kwetu sisi sio, yani sisi kula nyama sio kwamba ni chakula, ni kiburudisho. Yaani unaniambia nisile nyama kweli? Ayushi wa daktari kweli? Wana maelekezo ya kutosha. Wengine wanakuambia usinywe maziwa, wakati kwenye Biblia anasema mnaenda kwenye nchi ya asali na maziwa. Yale maziwa Mungu alijua yana madhara. Yupo aliyekuita, anajua maelekezo. Sasa wewe anza kuhangaika na matabibu, anza kuhangaika na hao wanaotoa maelekezo. Kuna mwingine anaambiwa sasa anza kufanya mazoezi kila siku asubuhi. Unaacha morning glory, unakimbia huko barabarani kama una akili timamu. Unaelewa kweli? Kufanya mazoezi si baya, lakini angalia sija yakakulemea nafsi na moyo. Ole wa diet shalom.
Usiogope kuwa na diet, kwa sababu hata Biblia inasema kila kitu tumeruhusiwa kula, lakini sio kila kinachokufaa. Ndio maana kuna mwingine anasema tumesinywa soda. Kwani ni dhambi kuacha soda? Kwani ni dhambi kunywa? Sio dhambi kunywa na sio dhambi kuacha. Kwa hiyo hilo lisikusumbue moyo. Wewe umeamua kuacha hiki, achana nayo, lakini sio unaacha kwa sababu eti ndio utaishi miaka mingi. I'm sure watu, kuna Wamasai kule wanakaa pori, na mimi nashangaga sana Wamasai. Sijui kama wako huko ndani. Kuna Wamasai wanakaa porini mwezi mzima, hanywi maji, hanywi kitu chochote, ni supu na nyama, asubuhi, mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni, asubuhi. Na wewe sio hizi nyama za robo kilo ya kubangaiza hapa mjini. Wao wanachinja ng'ombe 8, ng'ombe 9, ndio wanakaa wanakula. Yaani unajikatia tani yako kwa saa hiyo. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unakuta wamejiandika hapo kama nyoka wanaotafuta jua kali. Kumbe wameshiba nyama. Lakini si wapo wanaishi. Kila mtu ni namna ambavyo unajiweka kwenye maisha. Ukifuata maelekezo watu utakuwa kichaa. Na usiishi kama Wamasai. Wafuate. Shaka gauti na kuita hapa njoo. Kuishi kwa utakatifu. Kuishi kwa utakatifu. Mara nyingi dhambi imekuwa ni sababu kubwa ya zuio ya sauti ya Mungu kwa watu katika maisha yao. Kwa silaha mojawapo ya wewe kuendelea kusikia sauti ya Mungu ni kuendelea kuishi kwa utakatifu ndani yako. Jitenge na dhambi. Alafu kumbuka kwenye kitabu cha Warumi kinasema itoeni, anasema itoeni miili yenu iwe sadaka. Maana mtakapotoa miili yenu kwa maana ya namna ya kudhabihu, hii sadaka mnayo dhabihu ya miili ndio inayompendeza Mungu, kwamba kwa kupitia hiyo hamtaweza kuifuatisha namna ya dunia wanavyoenenda. Kuna aina ya maisha Mungu ametuita sisi watakatifu. Ndio maana nawaambia kwenye mambo ya Walawi, anasema mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Mungu wenu ni Mungu mtakatifu. Mungu ana kawaida ya kusema na wale ambao ndani yao wamebeba utakatifu. Jitenge na dhambi. Dhambi hainaga usalama. Dhambi ni kama kizibo cha kukuziba usisikie sauti ya Mungu. Kuna wakati Mungu anataka kusemesha juu ya mambo yajayo, lakini anakitaka kukusemesha, iko dhambi zikayo kwa upesi. Iko dhambi ambayo hutaki kuiacha. Iko dhambi ambayo hutaki imekung'ang'ania. Ukiona dhambi imekung'ang'ania, rudi mbele za Mungu, omboleza. Hitaji msaada wa Mungu, kwa sababu usalama wako pekee uko kwa Mungu, hauko katika dunia. Nilikuwa nacheka jana. Kuna mmoja alikuwa anawaambia wenzake, acheni kula matakataka. Acheni kula msile matakataka, mnaharibu afya zenu. Yaani matakataka yeye chipsi kuku ni takataka. Hayo sure kwenye maisha yake. Chipsi kuku ni takataka. Sasa anakuambia watu wakamzunguka, wanakuja na yeye anasema acheni takataka. Yuko kufakamia kweli. Dunia itakutesa. Yupo Mungu aliye na maelekezo kamili kwa ukamilifu juu ya kile ambacho nataka kufanya. Hakikisha ndani yako upotezi hiyo network ya kumsikia Mungu. Kama ulikuwa unaota ndoto mara kwa mara juu ya watoto wako, na ngoja nikwambie, mara nyingi Mungu anavyosema na sisi, hasemi kwa ndoto aina ile. Anasema na sisi kwa ndoto aina tofauti, kwa sababu mara nyingi anasema na sisi kwa fumbo. Ngoja nikwambie, nilipenda ushuhuda wa mtumishi mmoja. Baada ya yeye kuomba mtoto muda mrefu, anaota kila siku, anaota ni mtu anakuja anamwambia nishikie huyu mtoto. Akimshika tu anamwambia basi nakuachia huyo mtoto, sasa wewe mlete. Anaondoka. Siku nyingine anakuja, ni kama yuko mazingira mengine, anapewa kitu, anasema hebu nishikie hivi viatu vya mtoto, hebu nishikie na kuja. Huyo mtu anaondoka, anamwambia sasa hivyo viatu ni vya kwako, ni vya mtoto wako. Kila siku anapewa ufunuo mpya wa namna ambavyo Mungu anamletea taarifa. Mungu anapotuletea habari, anatuletea habari ya mambo yajayo ili tupate kujiandaa. Kanisa la Mungu tunahitaji kujiandaa. Ni majira ya unyakuo, ni majira ya kujikana, ni majira ya kumfuata Kristo, ni majira ya kutamani
umesukuma na dunia. Yesu atarudi unahangaika na hiyo ndoa, atarudi unahangaika na watoto, atarudi unahangaika na wataalamu wa afya. Wewe msikie Mungu ndani yako ili usije ukapotea njia. Ndio maana Yesu anasema hawatapotea. Hawa wanaosikia sauti ya Mungu ndani yao hakupo kupotea. Kasome katika Isaya 54. Anasema katika njia kuu kutakuwa na njia, na katika ile njia itaitwa njia ya utakatifu, ambao wale ambao hawako safi hawatapita katika njia hiyo, lakini wale wanaopita katika hiyo njia, hata kama ni wajinga, hawatapotea. Hiyo njia ni Yesu. Watu wanaweza wakakuona wewe hamnazo, sawa, lakini wewe utapotea, uko salama. Watahangaika na mafundisho, wewe uko salama. Wataenda kule na kule, wewe uko salama. Wakiwa kwenye kazi zao wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wewe uko salama, kwa sababu wewe uko ndani ya Kristo. Kinachopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Usidanganyike. Ngoja nikupe siri moja, kwani hujawahi kuona wengine? Kilichopatikana kwa rushwa, my friend, usichoke kwa sababu kitalindwa na nini? Na mara nyingi na siku hizi, si unajua ustaarabu ni siku hizi ndio ni unafiki wameita ustaarabu Yaani hata rushwa haiti rushwa. Siku hizi imebadilika kidogo. Ni asante, ni ukarimu. Mzee, unataka ukarimu kidogo. Wewe ukarimu gani mtumishi? Unataka ukarimu. Kisa tu amekuwa connector wako mjini. Kwani wakati wa Yoshua Mungu anampa maelekezo hakuwepo wazee wenyewe? Hawakuwepo. Sisemi tusiwashauri watu, ni muhimu kwa sababu Mungu sema na watu. Lakini mara nyingi unaposhauriwa, nenda magoti, kaulize, kajihakikisha hiyo sauti ile kushauri imetokana na Baba. Niliwahi kufuatwa na wazee. Kijana, umri umeenda. Wanakufuata na kwambia binti huyu hapa. Binti mwenyewe aulize miaka yake. Hasa nikajipima nikasema kweli wamenishauri. Yaani mimi na miaka 31. Yeye ndio anagonga 40. Ni binti kweli yule kweli. Yes, imagine nimeingia kwenye mkenge. Wewe unasema ni shoga yako. Anakushauri ukitaka kumshika mume kali. Wewe yeye ndo amekupa huyo mume. Kamuulize yeye ameshikaje wa kwake. Unafanya masia. Wanaweza kukwambia umri umeenda uolewe binti yangu. Lakini je, ni kweli ndio umkubali kile ili mradi anapumua? Yaani kweli hata kama umri unaenda. Nyewe mabinti kweli. Haiwezekani. Kweli ndio ili umkubali. Kisa tu yani umri unaenda kweli na bonga. Yaani unaonaga ule mshale kwa sababu najuaga kwa mabinti kuna nyakati tatu. Kuna nyakati ya kutafuta type yako, ni sawa. Ule wakati huwa hautaki hata salamu njiani. Ni binti yangu, hiyo wala sio makosa yako. Iko ni mfumo dunia nzima. Ni mfumo dunia nzima. Waliookoka na ambao hawajaokoka wako hivyo. Ni nyakati ya kutafuta type yako, lakini wakati mwingine ni wakati wa katikati ya. Ni wakati wa kuangalia anayejiheshimu. Awe na heshima, mcha Mungu na nini. Yaani hapo sasa umeshaanza kwa mlokole kweli. Awe na heshima na mheshimu Mungu kwanza, mpenda ibada na nini, sawa. Lakini kuna wakati unamwambia mzee, yani wala hata mali sio shida, tutatafuta wote. Unalala chini. Huwezi kufanikiwa bila mlimbo wa pembeni yako. Kwa hiyo tukija tusukume tu maisha yatakubali huko mbele. Huo ni wakati ambao sasa imegonga ile alamu nyekundu. Mara nyingi hiyo alamu nyekundu, ushauri mwingi ndio unaokupoteza. Unaanza kusikia, na sisi wachungaji tunakwambia binti, wewe mbona uolewi? Nasema baba, hata siwaoni. Ni kweli waoni? Sio kwamba waoni. Wewe semaga tu, ukimwambia mtu, wewe hata ukiulizwa, mbona huoi? Wewe waambie tu, bado nasikia sauti ya Mungu. Wewe unahangaika nini? Mbona huolewi binti? Mwambie kuna sauti ya Mungu naisubiri mahali. Kuna madhabahu lazima itamke kwanza. Mbona uajiriwi? Hujaajiriwa mpaka leo naambia kuna sauti naisikilizia mahali. Kwa sababu hiyo sauti haisemi kwako tu, inasema mpaka kule unakotakiwa kwenda.
kwenye nafasi nilionayo kwa nguvu na uwezo wa mwanadamu, lakini uliniweka ili Bwana nilitumikie kusudi na shauri lako, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Mara nyingi sioni njia, lakini Bwana ninatamani macho ya ndani, macho ya rohoni, masikio ya ndani, masikio ya rohoni ya kukusikia na kukuelewa ndani yangu Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa damu ya mwana kondoo. Kila mmoja ambaye Mungu umempa wajibu katika ulimwengu huu, uliachilia maelekezo ndani yake, uliachilia maelekezo ndani yake, uliachilia aina ya namna anavyotakiwa kuishi, aina ya namna anavyotakiwa kuenenda, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mara nyingi hatujaelewa sauti hii Baba, tumesogea kwenye hii madhabahu. Wapo wabeba maono mahali hapa, wapo wabeba maono mahali hapa, wapo wenzetu ambao ulikuwa unasema nao kwa njia ya maono, kwa njia ya njozi, kwa njia ya ndoto, kwa njia ya utumishi, lakini siku hizi Bwana hiyo sauti inapotea ndani yao. Tunatamani urudi tena, yumkini ya Bwana, katika jina la Yesu. Ulifundisha kusema, lakini hatujatii mara nyingi, hatujasema mara nyingi, hatujatekeleza yale uliyosema nasi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tunanyenyekea mbele zako kwa jina la Yesu. Katika siku kuu ya uwakili, tunaomba utufungue masikio yetu ya ndani, ili tukakutumikie kwa uaminifu, ili tukalitumikie shauri lako na kusudi lako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema naye tena Bwana, sema naye tena Yesu, sema naye tena, sema naye tena. Ile network iliyopotea ndani ukamrejeshe tena. Wewe ni Mungu wa urejesho. Umesema katika neno lako unarudisha miaka iliyoliwa na tunutu na madubadu. Karejeshe Bwana, rejesha hiyo sauti. Mungu wa urejesho, rejesha hiyo sauti, rejesha hiyo neno, rejesha hayo maono, rejesha Bwana, rejesha, rejesha, rejesha Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Mungu uliye hai kwa kutuwezesha na kutusemesha na kutukumbusha Bwana upekee na umuhimu ambao Mungu tunahitajika kusikia sauti yako, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Ninanyenyekea mbele zako ya Bwana, ninamweka kila mmoja aliyoko kwenye ibada hii katika sikukuu ya uwakili. Ni wiki la mwisho wa mwezi huu, katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Nenda nasi Bwana. Asante maana ulikuwa pamoja nasi Jumapili zote na hata Jumapili ya Bwana uko nasi katika mwezi huu Januari. Nenda nasi tena mwezi wa pili katika jina la Yesu. Tusitumike kimazoea, weka shauku na kiu ndani yetu ya kukupenda na kukutumikia katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, na kila mwenye pumzi aseme amen.